Trump amesema Iran imekuwa ikipanga kuishambulia Marekani, hata hivyo hakutoa ushahidi wowote. Pia amesema Iran imekuwa ikijaribu kuunda upya mpango wake wa silaha. Kuhusu uteuzi wa kiongozi mkuu mpya wa Iran, Trump amesikitishwa na chaguo hilo. Masoko ya mafuta na hisa yametengamaa kiasi baada ya hakikisho la Rais Trump. Mafuta yameshuka bei na yanauzwa tena kwa takriban $90 kwa pipa moja. Hisa kwenye masoko ya bara Asia zimepata hasara jana Jumatatu. Esther Rwambano ana maelezo zaidi. Rais Trump anasema awali ongezeko la bei ya mafuta halijaelezwa kama alivyotarajia, lakini kwa kuzingatia bei za walaji wa Marekani, aliahidi kupunguza vikwazo kwa usafirishaji wa mafuta ili kuhakikisha upatikanaji wa kutosha. Rais Trump ameelezea kusikitishwa kwake na kuendelea kwa Iran kuziba mlango bahari wa Hormuz, njia nyembamba ya maji ambayo sehemu kubwa ya usambazaji wa mafuta na gesi duniani lazima ipite. Katika chapisho la mtandao wa kijamii, alitishia kupiga Iran zaidi kuliko hapo awali. Awali alisema mashambulizi ya Marekani na Israel hadi sasa yameepusha kulipua miundombinu ya Iran kama vile nishati na huduma ambazo ingekuwa gharama kubwa zaidi kuzikarabati, lakini hakuondoa uwezekano wa kuzishambulia itakapolazimu. Mkurugenzi mtendaji wa shirikisho la polisi la England na Wales amesimamishwa kazi kufuatia kukamatwa kwake kama sehemu ya uchunguzi wa ulaghai. Katika taarifa ya Jumatatu, shirikisho hilo lilithibitisha Mukundi Krishna amesimamishwa kazi kutokana na uchunguzi wa polisi unaoendelea. Mwanamume anayefahamika kuwa Krishna mwenye umri wa miaka 46 alikamatwa na polisi wa jiji la London Jumatano iliyopita kwa tuhuma za ulaghai kwa kutumia mamlaka vibaya. Na wataalamu wa utafiti wa masuala ya afya ya wanawake huko Oakland, California, Marekani, wamegundua kuwa damu ya hedhi inayomtoka mwanamke kila mwezi ni sampuli muhimu inayoweza kutumika kupimwa maabara ili kubaini hali ya afya ya mwanamke husika. Imewekwa bayana kuwa wakati wanawake na jamii kwa ujumla huiona damu hiyo kuwa ni kitu kisichofaa ama uchafu, huku wanawake kadhaa wakikumbwa na maumivu makali wakati wa hedhi, damu hiyo ni muhimu katika kubaini hali ya kiafya yakiwemo magonjwa kama vile endometriosis, saratani ya shingo au mlango wa kizazi, kisukari na ukosefu wa vitamini D mwilini. Hii ni BBC. Muhtasari wa habari za dunia umewasilishwa kwako na Florian Kaijage. Matangazo ya Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC yanasikika kupitia CGFM na Radio Free Africa nchini Tanzania, Voice of Busoga nchini Uganda, pamoja FM Kenya na Radio Muungano Beni katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Pia unaweza kusikiliza matangazo haya kwenye mtandao wetu bbcswahili.com ama kwenye ukurasa wetu wa Facebook BBC Swahili. Mimi ni Martha Saranga. Rais wa Marekani Donald Trump amesema vita vinavyoendelea kati ya Marekani, Israel na Iran viko karibu kumalizika, ingawa havitakwisha ndani ya juma hili. Akizungumza katika mkutano wake wa kwanza na waandishi wa habari tangu kuanza kwa mapigano, Trump alisema bado hawajapata kile alichokiita ushindi wa kutosha. Wakati huo huo, mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel yameendelea kulenga maeneo mbalimbali ya Iran. Esther Lombano na maelezo zaidi. Rais Trump amesema vita dhidi ya Iran vinaweza kumalizika hivi karibuni, akidai operesheni hiyo imefanikiwa kwa kiasi kikubwa na iko mbele ya ratiba yao. Akizungumza na kituo cha habari cha CBS News, Trump alisema Iran kwa sasa haina tena jeshi la majini lenye nguvu, mawasiliano yake yameharibiwa na uwezo wake wa anga umedhoofika, huku makombora yao yakibaki machache na yasiyo na mpangilio, na anadhani vita hivyo vimekamilika kwa kiwango kikubwa. Tuko mbele sana ya muda. Kwa kweli hata baada ya mwezi mmoja hatukutegemea kufika hapa tulipo sasa. Tumefanikiwa kuondoa viongozi wao mara 2 na huenda mara 3. Na kama mnavyojua tunataka kuhusika kikamilifu. Hatutaki rais mwingine ambaye huenda asingekuwa tayari kufanya kile ambacho niko tayari kukifanya kwa sasa kwa ajili ya manufaa ya dunia na taifa letu. Kwa miaka 47 wamekuwa wakifanya mambo haya, miaka 47 ya kuua watu. Hata hivyo, awali ikulu ya The White House ilisema vita hivyo ambavyo sasa vimefikia siku ya 10 vinaweza kuendelea kwa zaidi ya mwezi mmoja. Kwa upande wake, Islamic Revolutionary Guard Corps ya Iran imepuuza kauli hiyo na kusema wao ndio watakaoamua mwisho wa vita hiyo. Trump alitetea uamuzi wake wa kuingia vitani akidai Iran ilikuwa inapanga kushambulia Marekani, ingawa hakutoa ushahidi wa madai hayo.
Wakati huo huo, mashambulizi ya anga ya Marekani na Israel yameendelea kulenga maeneo mbalimbali ya Iran, huku milipuko mikubwa ikisikika katika mji mkuu Tehran siku ya 11 ya mapigano. Iran nayo imejibu kwa kurusha makombora na ndege zisizo na rubani kuelekea nchi za Ghuba, ikiwemo Bahrain ambapo mtu mmoja ameripotiwa kufariki. Israel pia imeripoti shambulio jingine na kifo cha mtu mmoja. Trump pia ameikosoa Iran kwa kuendelea kuzuia njia ya bahari ya Strait of Hormuz ambayo ni muhimu kwa usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Katika ujumbe wake wa mitandao ya kijamii, alitishia kuongeza mashambulizi makali zaidi dhidi ya Iran iwapo hali hiyo itaendelea. Ni Esther Luambano. Taharuki imelikumba tena eneo la kaskazini mwa Ethiopia miaka mitatu tu baada ya vita vya kutisha kati ya majeshi ya serikali ya shirikisho na TPLF kumalizika. Kuongezeka kwa uhasama kati ya Ethiopia na Eritrea kunachochea hofu ya kuzuka kwa mzozo mpya. Sasa ripoti za maandalizi mapya ya kijeshi zinaongezea wasiwasi katika mji mkuu wa Tigray, Mekele. Mwandishi wa BBC The Tigrinya Hana Zeratsion amezungumza na wapiganaji wawili wanawake wa zamani wa TPLF kuhusu jinsi wanavyojiandaa na uwezekano wa kurejea kwa vita. Hatujapona hata majeraha yote ya kisaikolojia. Mji wa Mekele kaskazini mwa Ethiopia uko katika hali ya wasiwasi tena. Miaka mitatu baada ya kumalizika kwa vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Ethiopia, tishio la mapigano mapya limeibuka. Kwa wale wanaojaribu kujenga upya maisha yao, wasiwasi huu unahisiwa ni kama kuamsha maumivu ya makovu ya vita vya zamani. Nilizungumza na wapiganaji wawili wa zamani wa Tigray People Liberation Front TPLF ili kuelewa nini kiko hatarini ikiwa ghasia zitarejea. Tuko katika nyakati za msongo wa mawazo sana. Vijana huko Tigray wanatafuta kila njia ya kutoroka, wakiacha kazi zao, familia zao, biashara na kusahau ndoto zao. Wanatoka Tigray ili waweze kuepuka mzozo huo. Mpiganaji huyo wa zamani Rahwa Gebermedin anasema mazingira waliopo wakati huu yanahisiwa kuwa tofauti. Rahwa sasa anafanya kazi kama msomi katika chuo kikuu cha ndani, taaluma ambayo anasema ilikuwa vigumu kuijenga upya baada ya vita vilivyopita kumalizika. Maoni ya Rahwa yanaungwa mkono na Selam Hailu, mwanasheria ambaye pia alipitia mzozo huo kama mpiganaji wa TPLF wakati wa vita vilivyopita. Namuuliza, je, hali ikoje Mekele na anaweza kuelezaje ikilinganishwa na wakati uliopita? Mzozo uliopita ulitupata sote kwa ghafla na tulistahimili kwa wakati mgumu, lakini sasa kuna hofu kwamba itakuwa mbaya zaidi. Kinachofanya wakati huu kuwa tofauti ni hisia ya kujiandaa kufa. Salam Hailu alimwacha mtoto wake wa miaka 5 ili kujiunga na mapigano wakati mzozo ulipozuka mnamo mwaka 2020. Sasa akiwa mama wa watoto wawili, anasema kipaumbele chake kimebadilika. Kitokea hamu yangu pekee ni kuchukua watoto wangu na kutafuta njia ya kuishi hadi wakati huo upite. Kwa wakazi wengi wa Mekele, kumbukumbu za vita vya wenyewe kwa wenyewe vilivyopita bado zipo katika mawazo yao. Wakati tishio la mzozo wa silaha likirejea katika eneo hilo, mji ambao bado unapona kutokana na vita vya miaka 5 iliyopita unaweza kulazimika kustahamili vita vingine hivi karibuni. Ni Isabella Magodi na taarifa ya Hana Zeratsion. Sasa hii ikiwa ni wiki ambapo tunasherehekea siku ya wanawake duniani, mafanikio na kukadiria changamoto katika makuzi yao mbalimbali, tunatilia pondo suala la mchango wa kiuchumi wa wanawake duniani na hasa Afrika Mashariki.